Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Nasria Nassir Ali. Asante sana Mheshimiwa Spika. Awali yote kwamba naomba ridhaa yako Mheshimiwa Spika, niweze kutumia mkalimani wa lugha ya alama wakati nachangia na nauliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unaniruhusu niweze kukaa? Anaweza kukaa. Mheshimiwa Spika, nafurahi kupata nafasi kuuliza swali la moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika swala zima la elimu hapa nchini, lakini pia serikali imeweza kujenga miundombinu bora ya elimu hapa Tanzania ikiwemo madarasa. Lakini pia kumekuwa na uhitaji wa madarasa hususan kwa watu wenye ulemavu. Lakini swali langu, je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ina mkakati gani wa kuimarisha haya madarasa ya watu wenye ulemavu pamoja na miundombinu katika shule za wilaya na mikoa? Je, kuna mkakati gani wa kuimarisha swala la miundombinu ya madarasa ya watu wenye ulemavu? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kulileta swali zuri ambalo linagusa watu wengi katika jamii yetu ya Tanzania na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuzingatia miundombinu ambayo inajumuisha watoto wa Kitanzania wenye mahitaji maalum kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametoka kuulizia. Hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiboresha baadhi ya shule ambazo hazikuwa na miundombinu hiyo na kuzingatia katika ujenzi wa shule hizi mpya kwamba lazima pawe na miundombinu rafiki ambayo inazingatia mahitaji maalum ya watoto wa Kitanzania ambao wana uhitaji wa miundombinu iliyo rafiki. Mheshimiwa Spika, nimetembea mikoa mbalimbali, kila shule ambazo nilizitembelea nimekuta zimewekewa utaratibu huo wa miundombinu ambayo ni rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum katika miundombinu hiyo. Tunavyoongea Mheshimiwa Spika, tuna takriban shule 7,600, zaidi ya 7,600 ambazo ni jumuishi zinazingatia mahitaji maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Na Mheshimiwa Spika, hivi karibuni katika miaka 4 iliyopita, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga shule 26 maalum kwa ajili ya watoto wa kike, maalum kwa ajili ya shule kwa ajili ya wasichana. Katika shule hizo zote 26 maalum kwa ajili ya wasichana zimezingatia pia watoto wenye mahitaji maalum. Na kwa ujumla kwa shule za sekondari zipo shule 54 ambazo zimezingatia mahitaji maalum ya watoto ambao wanahitaji miundombinu mahususi kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Lakini si hiyo tu Mheshimiwa Spika, zipo shule sasa ambazo zinajengwa mahususi kwamba ni shule maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Kuna shule moja nadhani inajengwa kule Chato, wapi pale Mbuye, lakini pana shule nyingine inajengwa mkoa wa Mbeya ambayo na yenyewe itakuwa maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, na serikali itaendelea kuzingatia uhitaji wa miundombinu rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum, lakini na uwekezaji kwa walimu watakaokuwa wanawafundisha watoto hao kwa kulingana na mahitaji yanayotakiwa kwa wanafunzi wenye uhitaji huo mahususi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Gnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza
Swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali chini ya Wizara ya TAMISEMI inatekeleza sera yake ya elimu bila ada kwa shule za umma kwa maana ya kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hili naomba nikaipongeze serikali sana kwa jinsi ambavyo imeona mbali sana kumpa thamani mtoto wa Kitanzania, mtoto wa mzazi mnyonge ambaye kwa hali ya kawaida wasingeweza kuwapeleka watoto wao mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na nia njema hii ya serikali, ipo changamoto kubwa sana inayowakumba wazazi pamoja na watoto hawa. Na changamoto hiyo Mheshimiwa Waziri ni michango isiyokuwa rasmi, ni michango olela ya mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua kwamba swala la watoto kula shuleni ni jukumu la wazazi, hilo halina tatizo. Lakini hii michango ya mara kwa mara, kwa mfano, unaambiwa kila mtoto kwa siku lazima waende na shilingi 1500 kwa ajili ya speed test. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, watoto wanaambiwa kwamba kila siku ya Alhamisi waende na shilingi 3500 kwa ajili ya kufanya mitihani 7 kwa pamoja, yani mitihani ya masomo 7 kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nia na dhamira njema ya serikali ya kuleta sera hii bila malipo ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha watoto wa wanyonge wote wanapata elimu hii ya msingi ya darasa la kwanza mpaka ya kidato cha 4. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya waraka namba 3 wa mwaka 2016, ningeomba kufahamu nini kauli ya serikali juu ya shule hizi kwa walimu hawa ambao wameleta mfumo kana kwamba sasa ni kausha damu kwa wazazi, wanawakausha damu wazazi kwa kuwalazimisha waweze kupeleka hii michango ya kila siku. Mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzazi mwenye watoto 5 kwa sababu anajua hakuna ada, ni swala la madaftari, ni swala la uniform na chakula, wamewapeleka watoto kwa kasi kubwa sana. Unajikuta mzazi mmoja na watoto 5. Chukua 1500 mara siku 5 mara. Swali lako Mheshimiwa, tuende kwenye swali. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kupata kauli ya serikali juu ya kukomesha hii dhana ya michango olela mashuleni ambayo inaathiri kabisa utekelezaji wa sera hii ya elimu bila malipo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri, na alichokisema ni kweli. Ni kweli kwamba katika baadhi ya maeneo kumekuwepo na michango ambayo inaondoa ile maana halisi ya elimu bila ada. Mheshimiwa Spika, ni kweli pia michango hiyo ikiwa mingi ina athari kwa watoto na kwa wazazi na familia hizo, hasa familia ambazo hazijiwezi. Mheshimiwa Spika, ninasema ni kweli kwa sababu nilipokuwa ziara katika mkoa wa Katavi, alikuja mama mmoja kati ya wananchi waliouliza maswali, akasema mwanae amekosa masomo kwa takriban miezi 2 naenda 3 kwa sababu aliambiwa asiende shule mpaka aende na mchango wa takriban shilingi 50,000, ambalo ni jambo baya. Mtoto kukosa masomo kwa sababu mzazi wake amekosa michango. Mheshimiwa Spika, nilielekeza mtoto ule arudishwe shuleni, na nimpongeze Mheshimiwa mkuu wa mkoa, amenipa taarifa kwamba ule mtoto alirudishwa shuleni, na nilielekeza mamlaka zinazohusika na masuala ya nidhamu kwa walimu wetu wamwite yule mwalimu mkuu kwa uzembe huo, kwamba mtoto ameweza kukosa masomo, ameweza kutokuwepo shuleni muda wote ule, na wao wakaendelea na maisha kama vile hakuna kitu kilichotokea, na lenyewe hilo tutaendelea kuchukua hatua. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameweka wazi kwamba yapo mambo ambayo ni ya msingi, na mimi niwapongeze walimu katika maeneo mengi wamefanya hivyo kwa nia njema ya kutaka watoto wafanye vizuri, bila kwenda moja kwa moja tu kwenye eneo hilo ambalo pengine limepitiliza na kuleta athari. Lakini pia tutambue walimu wamejitoa sana katika baadhi ya maeneo kwa initiative zao kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanafanya vizuri.
Na Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu linatambua kwamba kwa wingi wa watoto ambao wameendelea kuongezeka kwa vipindi tofauti, ikiwemo hii sera ya elimu bila ada, lakini pia na reentry programs ambazo zililetwa, imesababisha katika baadhi ya maeneo uwiano wa walimu kwa wanafunzi hauko sawa. Kwa hiyo walimu wanajitahidi wale kwa uchache wao ili kuhakikisha watoto wana cover syllabus zote zile. Kwa hiyo niende tu kwenye hoja hii ambayo Mheshimiwa mbunge ametoa. Nimetoa waraka ambao unatoa miongozo ya masuala yanayohusu michango. Moja ya michango ambayo tunakubaliana nayo ni endapo tutataka watoto wapate chakula shuleni, tukasema hata wangekuwa nyumbani wangepata chakula anyway. Kwa tukasema hili si jambo linaloleta mzozo, na hata katika baadhi ya shule, hata katika baadhi ya maeneo hawajaona kama ni tatizo. Lakini michango mingine ambayo inapitiliza, tumesema lazima ifuate mwongozo na iwe na ukomo. Maeneo haya tumeshawaelekeza wakuu wa mikoa, tumewaelekeza makatibu tawala wa mikoa, na tumetoa waraka ambao unaenda sambamba na waraka huu ambao Mheshimiwa mbunge ameunukuu. Tulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanajitokeza, shule zetu hizi zinakuwa na walimu wanaojitolea na wanalazimika walimu wale walipwe nje ya utaratibu ule wa walimu walioajiriwa. Nimeelekeza halmashauri zote ziweke bajeti za mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba walimu wale ambao wanawaongezea kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu walipwe kutoka katika vyanzo vile, kwa sababu wazo lenyewe la kuwa na walimu wa kutosheleza ni wazo zuri, kwa sababu hata sisi hapa waheshimiwa wabunge, mnakumbuka kuna wakati kulikuwepo na utaratibu, enzi zile kulikuwepo na utaratibu wa tuition. Wakati mwingine tulikuwa tunamuelewa mwalimu wa tuition kuliko yule anayefundisha hata pale darasani. Kwa hiyo wazo la kuwa na walimu wanajitolea si jambo baya, lakini walimu hawa hawapaswi sasa kuanza kulipwa na wazazi. Nchi yetu haijataka wazazi kuajiri walimu kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo mamlaka ya serikali za mitaa pale ambapo pana uhitaji huo wajiratibu, watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba badala ya kwenda kwenye michango watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha wanakava masuala ya aina hiyo. Na Mheshimiwa Spika, pia kwa kuwa tunaenda kwenye utekelezaji wa mitaala mipya, tutaendelea kuboresha, mahitaji yanaendelea kuongezeka katika kumwezesha mtoto aweze kusoma vizuri. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha pia bajeti ya serikali, kwa sababu kingine kinachosababisha haya ni ufinyu wa bajeti. Tutaendelea kuboresha bajeti ya elimu, bajeti ya serikali kwenda kwenye sekta zetu za elimu, ili kuweza kuhakikisha kwamba shule zetu hizi zinajitosheleza kibajeti ili kuweza kutimiza yale malengo ambayo walimu wanataka wafanye kwa ajili ya kuwawezesha watoto kuelewa na kufaulu vizuri masomo yao. Asante. Mheshimiwa Isaac Kopriano. Mheshimiwa Spika, nashukuru nami kwa kupata nafasi ya kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na ziara zako hususani nchini, umekuwa ukipokea kero mbalimbali kutoka kwa watu binafsi na wananchi, na kero hii imekuwa mengine yakipata majibu hapo kwa hapo na mengine hayapati majibu, na majibu mengine kwenye timu ile ya tathmini na ufuatiliaji, majibu mengine ni hafifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, je, serikali ina mkakati gani ya kuimarisha timu ya tathmini na ufuatiliaji ili kuharakisha na kupata majibu ya kero ya wananchi hawa kwa wakati, hususan wananchi wa vijijini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na mshukuru Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri, lakini hasa akinukuu mambo yanayojitokeza kwenye ziara. Na Mheshimiwa Spika, nikiri nilienda jimboni kwake pale Monduli, Mtoa Umbu pale, nilikuta wananchi wengi sana wamekusanyika wakiwa na masuala yao ambayo yanahitaji kupata majawabu ya serikali. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuimarisha vitengo vyetu vya tathmini. Na Mheshimiwa Spika, kama unavyotambua, kila wizara ina vitengo vyetu vya ufuatiliaji na tathmini. Tunapanga kuendelea kuviboresha, kuongeza bajeti ili viweze kutimiza wajibu wao
wa masuala ya ufuatiliaji wa miradi, lakini pia na ufuatiliaji wa masuala mazima yanayohusu uendeshaji wa serikali, wa shughuli nzima za kila siku za serikali. Mheshimiwa Spika, pia serikali imeendelea kuboresha utaratibu wa tathmini na ufuatiliaji na hasa namna ya kufanya engagement na wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, tumeenda kwenye utumiaji wa mifumo katika baadhi ya maeneo ambako wananchi wanaweza wakatumia mifumo, waweze pia na wenyewe kuweza kupeleka hoja zao na kupata mrejesho wa hoja hizo ambazo wamezipeleka kupitia mrejesho, ambapo kila wizara sasa ina platform hiyo ya mrejesho, ambapo umeona katika baadhi ya wizara kazi hiyo inaendelea ikiwa inaongozwa na wizara yetu ya ofisi ya Rais utumishi, lakini nimeshaona pia wizara za kisekta. Nimeona kwenye afya wakitumia dirisha hilo la ongea na waziri, na wizara zingine zote, hata ofisi ya waziri mkuu, na sisi tumeshatengeneza hiyo dashboard ambayo tutakuwa tunaendelea kufanya ufuatiliaji wa kupata mirejesho, kupeleka mirejesho kwa wananchi. Na serikali pia imeanzisha call center ambapo itakuwa ni National Call Center, nadhani center namba 190, ambapo mwananchi anaweza akaongea kwa simu ama akaongea kwa ujumbe mfupi wa kutumia simu zote, simu janja na simu za kawaida, ili kuweza kupeleka hoja yake na aweze kupata majibu. Mheshimiwa Spika, lakini kingine niwahakikishie waheshimiwa wabunge na bunge lako tukufu kwamba usikilizaji huu wa kero haitakuwa jambo la ziara tu. Tumeimarisha utaratibu ambao sasa tutataka kila mwezi pawe na jedwali, mwananchi gani alifika katika ofisi ya serikali, alienda na hoja gani, na ile hoja imetekelezwaje katika ngazi ambayo mwananchi aliipeleka. Kama ni ngazi ya kijiji, watasema walipokea hoja kutoka kwa mwananchi gani, inahusu kitu gani, namba yake ya simu ni ipi, na wameitatua namna gani. Kama hawajaitatua, tunataka turejeshe utaratibu wa kiongozi wa serikali kubeba hoja ya wananchi kuipeleka katika ngazi inayohusika, badala utaratibu ambao umeanza kuzoeleka wa kila mwananchi kuhangaika yeye mwenyewe kupambana kutafuta kupeleka hoja katika ngazi ya juu, ili hali serikali imeshapokea hoja hiyo katika ngazi zinazohusika. Kwa hiyo utaratibu huu tutaendelea kupokea taarifa zake za kila mwezi, za kila ngazi, na hapo ndipo tutakapoanza kupimana kwa utekelezaji wa majukumu yanayohusu wananchi, badala ya kupimana kwa kukaa sana ofisini kwamba huyu ameshakaa miaka kadhaa anastahili kupandishwa daraja. Asante sana.